Volunteer bora wa mwaka huu. Kama nilivyosema, mwaka huu tulikuwa tuna makundi takriban 26, watu 1221 volunteer bora mwaka huu ambao wameupiga mwingi. Na nikisema hivyo sina maana nyinyi si bora. Vijana wote, akina mama wote, mabinti wote, watu wazima wote, makundi yote, kitendo cha kujitoa kiimani, kiucha Mungu, kiutumishi uliotukuka, hakika nyote ni wabora mbele ya Mola wetu mlezi. Lakini siku zote ili kuwatia ari wengine, zawadi zinakwenda kwa wachache. Na nimesema mbele yenu, nitaendelea kusema, Al-Hikma Foundation haina uwezo wa kuwapa watu wote zawadi. Kwa mfano, volunteer 1221 wote hatuna uwezo wa kuwapa zawadi. Na sio sisi, naamini taasisi zote huwa hazina policy kama hizo. Hata serikali na ukubwa wake ina mkono mrefu, siku zote ikitoa appreciation kwa watumishi bora inatoa kwa wachache na sio watumishi wote. Naomba sasa nitamke top 5 bora ya volunteer wa mwaka huu waliotumikia Qur'ani tukufu, kuanzia kubandika mabango ya ngano, kuanzia kusambaza vipeperushi mbalimbali, kurusha short clips mbalimbali, matangazo mbalimbali katika akaunti mbalimbali, magrupu mbalimbali, lakini pia katika broadcast mbalimbali, status. Lakini kubwa kuliko, siku ya uwanjani walikuwa wakichakarika. Naanza na nambari 5. Watano anatokea Al-Hikma Girls Secondary School. Naye ni mwalimu Yasin Ali. Mwalimu Yasin Ali, Allah amekuona mwaka huu umekuwa ni volunteer bora aliyeshika nafasi ya 5. Zawadi yake shilingi 300,000 pamoja na simu ya mkononi. Takbir. 500,000 hizo shilingi. 500,000. Shilingi 500,000. Bwana, kamata zawadi msinizingue. 500,000. Shilingi 500,000, yani lugha nyepesi ya Temeke, nusu milioni, na simu ya mkononi. Ikikupendeza hii simu, kama bosi wako ndani yuko hana simu, mpe bosi wako. Shukrani. Asante sana mwalimu Yasin. 500,000 sikukuu hiyo. Imeenda. Sikukuu imeenda vizuri hiyo. Na bosi hapa namkusudia mkeo. Usije kadhani mwajiri HR. Ikikupendeza hii simu, kama bosi wako nyumbani, na kusudia mkeo ana simu, ambaye zawadi yako ulimvumilia kutumikia Qur'an. Mshindi wa 4 kutoka Jai Temeke, naye si mwingine ni kijana Idi Kazumari. Idi Kazumari, takbir. Yupo? Jamani, aje mwanajai mmoja amchukulie Idi Kazumari. Idi Kazumari zawadi yake 500,000 na simu ya mkononi. Takbir. Hamna jai. Haya, mwenyekiti wa kamati ya utendaji, pokea hiyo. Idi huyu hapa. Bwana wewe vipi unafuta wewe? Too much. Hebu kaa hapo. Hebu jitambulishe jina lako, kaa hapo. Jitambulishe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Idi Kazumari,
ni amiri wa kamati ya vijana ya Temeke. Sio kwa uwezo wangu, Allah mwenyewe ndio kaniwezesha. Allahu Akbar. Ana shilingi 500,000. 500,000. Sawa. Baada ya siku 10 nenda yeye. Na ninajua umeoa hivi karibuni. Simu mkononi. Bosi wako na simu, mkeo anachomoa. Hongera sana. Huyu ni mshindi wa pili. Mshindi wa 4. Huyu ni mshindi wa 4. Tunakuja kwa mshindi wa 3, volunteer bora. Mshindi wa 3 anatokea alumni. Huyo ni Isa Makungu. Isa Makungu yupo? Takbir. Zawadi yake niseme nisiseme? Anapelekwa Makka. Allah. Anakwenda kutekeleza ibada ya umra. Takbir. Baba, Makka umefika? Hujafika. Zawadi yako tiketi ya kwenda umra. Umeupiga mwingi na haukuwa bonyenye. Kuna wengine walikuwa mabonyenye. Hebu sema chochote, naona unalia. Sema chochote. Jikaze. Jikaze. Alhamdulillah. Haya jamani, ameshindwa. Hongera sana hiki. Ana tiketi ya kwenda umra. Mshindi wa ngapi huyo? Mshindi wa 3. Mshindi wa pili anatokea Nyota Njema, huonekana asubuhi. Naye si mwingine ni Saif Abdallah. Saif Abdallah. Nyota Njema huonekana asubuhi. Huyu mwamba anapambana miaka yote, hakati tamaa, hatimaye leo Mola kamwona. Allahu Akbar. Karibu sana Saif, karibu sana. Zawadi yake niseme nisiseme? Naye anakwenda Makka umra. Takbir. Saif, umefika Makka? Saif naye kwa mara ya kwanza anakwenda kuiona Al-Kaaba. Shekhe, jiandae kama pasipoti hamna, fanya haraka upate pasipoti. Zawadi yake anakwenda umra. Takbir. Allahu Akbar. Karibu sana. Mshindi wa kwanza volunteers. Katika volunteer bora nambari 1 mwaka huu, mnamjua mumjui? Niseme nisiseme? Nani anaweza kuotea kwanza, ni mwanamke au mwanaume? Mwanamke. Mpaka waandishi wa habari wamesema mwanamke. Mmejuaje? Naye anatokea, kwanza nitaje taasisi yake. Anatokea Team Janna. Team Janna, Kiswahili timu ya peponi. Naye si mwingine ni Sunura Mushi. Yupo? Sunura Mushi bwana kawa mshindi wa kwanza. Taasisi ya Al-Hikma Foundation inampa tiketi 2 za umra. Yeye na kipenzi chake, barafu wa moyo wake, mume wake na bosi wake. Mume anasafiria Nyota Sunura. Takbir. Sunura njoo mbele bwana. Huyu bwana kama yupo njoo naye. Maka taarifa nilionayo ana wivu sana, anakaba mpaka goli ya kona. Popote unapokuwa uko naye yupo, na ninampongeza, ni sunna kuwa na wivu. Angalieni sasa siku ya kufanyanya sasa. Yaani siku ya kugawa zawadi, mwanaume anapata tiketi ya kwenda Makka kupitia mkewe, mwanaume hayupo. Bisunura, hakuna siku tumepongezwa. Miaka yote uwanja wa Mkapa huwa tunauacha kuwa ni msafi, lakini vioo huwa tunaviacha kuwa ni vichafu. Watu shughuli ikiisha wanatimka, wanajisahau. Sunura mwaka huu na timu yake ya kutafuta pepo wamepambana kuhakikisha vyoo vinakuwa visafi, na kwa mara ya kwanza vyoo vyote vilikuwa vinang'aa. Kwa Sunura na timu yake ndio wameshinda, na tiketi yake
ni 2, anakwenda umra yeye na mume wake. Njoo hapa, kamata maiki, utuambie umelipokeaje hilo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama kweli leo nimepatikana, hata maneno yameisha. Kwanza najisikia furaha kabla ya tiketi, furaha yangu kubwa kabisa. Kwa mara ya kwanza nimeingiza timu Al-Hikma Foundation, na walikuwa na wasiwasi kwa sababu ni timu mpya, lakini niliwatoa wasiwasi sana, nikasema msiwe na wasiwasi. Mimi nakamata hii sehemu na nitafanya vizuri. Siamini kama utendaji wetu umetupelekea mpaka sisi kuwa nafasi ya kwanza. Hili kwanza ndio kubwa sana, kuona kuwa kumbe nimefanya kazi kwa ubora mkubwa mimi na timu yangu. Alhamdulillah. Lakini lazima nashukuru sana na Hikma kwa kutupa zawadi. Haukunifikiria mimi tu, umefikiria na mume wangu. Hili ni kubwa sana. Alhamdulillah. Allah asante sana, shukrani sana, asante sana. Takbir Allah. Haya jamani, Bisnura Mushi ameupiga mwingi, ndio alioshika hatamu mwaka huu. Taasisi yake mpya, volunteer wenzake ni wapya, wanajiita Team Janna, bimaana timu ya peponi. Labda waandishi wa habari msiojua tu, kwani kwenda umra kuna kosti kiasi gani? Sasa hivi umra inaweza kufika dola 1500 mpaka 1800, yani milioni 4 na kitu, inaweza kufika 3 na kitu 4 mtu mmoja. Kwa hiyo mkisikia baadhi anapelekwa umra, msione kapata zawadi ndogo. Tungeibadilisha kifedha, yeye na mumeo hapo wangeondoka na milioni 10 kasoro kidogo. Takbir. Baada ya kusema hayo, kipekee tuna zawadi maalum kwa tulioonyeshwa na Mungu siku ya tukio. Mvua ilivyoonyesha na baadhi ya majukwaa yakaharibika, kuna timu ya kiongozi mmoja na watu wake kama 4, jumla watu 5 walijiongeza, wakahamisha jukwaa, wakahamisha kompyuta za majaji, wakapeleka katika tenti au jukwaa la kutolea zawadi na kuhakikisha jambo linaendelea. Na alhamdulillah, jambo letu liliendelea, limefana, limefanikiwa na halikuharibika wala halikusimama moja kwa moja. Waliofanya kazi hiyo, ndugu zangu, ni scout chini ya Kamishna Ali Mrisho. Tunamwomba Ali Mrisho asogee hapa. Kamanda Ali Mrisho wa skauti naye yupo. Naye ana zawadi shilingi 300,000 pamoja na simu ya mkononi. Simama hapa kama kamishna, njoo. Takbir. 300,000 na simu ya mkononi. Kamishna Ali, umepambana. Majaji wangu walipagawa, wasimamizi wangu walipagawa, ukajiongeza, ukachomoa, ukawapa moyo, ukapeleka huku, mwisho jambo likawa limeendelea. Lakini kamera zetu zimewanasa vijana wako 4 wamekuzunguka, wanafanya kazi na wewe. Naomba wasogee hapa, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,050. Takbir. Scout wale 4 wako. Scout wote mwaka huu umeupiga mwingi, mlikuwa wabora sana. Lakini kama tunavyosema siku zote jamani, zawadi zinaenda kwa wachache, na kitendo cha kupata wenzenu mmepata nyote. Kwa hiyo mliosalia msijisikie vibaya. Haya, kamanda, shilingi 50,000. Sogea. Umekuwa 5 sasa, inabidi tuongeze. Haya, anayefuata 50,000. Hamnaruhusiwa kuangalia kweli 50 zimetimia. Angalieni humu ndani. 50,000. 50,000. Walikuwa 5 kumbe? Leta 50 nyingine haraka. Leta 50,000. Katibu mkuu ananipa 50. Katibu mkuu ananipa 50. Toa 50 mpe hadharani. Na nyinyi naomba mnani uhakikishe 50 zinafika. Pesa hizo hazina muamana.
Vijana hongereni sana, Mungu awabariki sana, mmeokoa jahazi na Mungu atawaokoa. Na hii ni kwa niaba ya wenzenu, wale marafiki zenu wa kimaindi wapo na maindi nini, ndio nikipata mimi upata wewe, au sio? Takbir! Asanteni sana, asanteni sana. Lakini kipekee kulikuwa na mwamba mmoja, video yake ina trendi sana, alipoona tenti la kina mama VIP limejaa maji, nalo linaweza likadondoka wakati wowote, akapanda juu ya tenti, juu ya turbai, akawa anachota maji kwa kutumia ndoo. Tunamtafuta, hatujamjua bado. Tusaidieni waandishi wa habari, huyo mwamba tumpate. Kamishna Ali, unamjua huyo? Wafaya. Basi tunamwomba bwana huyo Wafaya aje ofisini kwangu.